Ombi maalum kwa vijana. Vijana wafanyike kuwa faida na si hasara. Danieli mlango wa 6 mstari wa 2. Vijana wafanyike kuwa faida na sio hasara. Kitabu cha Danieli mlango wa 6 mstari wa 2, Biblia inasema, na juu yao Mfalme Dario akaweka wakubwa watatu, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Na ni jambo la kufanya tathmini binafsi jioni ya leo. Na hili si kwa vijana peke yao, ni kwa kila mtu. Hivi wewe ukijipima, ukijiangalia, wewe ni hasara au ni faida kwenye familia? Mama au baba au ndugu wanapokuchukulia kwenye familia, wanakuona kama hasara au wanakuona kama faida? Kwenye taasisi, kwenye kampuni, kwenye nchi, wewe unaonekana kwamba ni faida au ni hasara? Na haya ndiyo mambo ambayo unapaswa kuyaombea kwenye maisha ya kwako. Danieli aliwekwa kwenye nafasi, akawa faida, akawa sababu ya faida kwenye maisha ya nchi. Na kwenye nchi hii pia, hatujui umetoka jiografia ipi na mkoa upi, lakini wewe ukijiangalia kwenye nchi hii, wewe ni faida au ni hasara? Ni namna gani unafanyika faida kwenye nchi, kwenye taasisi, kwenye kanisa na kwenye maisha ya kawaida? Na asubuhi niliongea vizuri sana. Ukitaka unaweza ukaangalia morning philosophy ya leo, utapata nafasi ya kuangalia na kujifunza. Lakini katika kitabu cha Mithali ule mlango wa 14 na mstari wa 23, Mithali 14:23, Biblia inasema, katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Katika kila kazi mna faida, lakini bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Sasa hapa kuna watu ambao wana tabia ya kuzungumza na kupanga, lakini hawatimizi yale ambayo wanapanga. Hawafanyii kazi pia yale ambayo wamekubaliana kufanya au kupanga. Tunakuwa na maombi na tunafanya mafungo ya kuombea mwaka. Diary yako umeandika, sasa huu ni mwezi wa 7. Hivi ni nini umefanya mpaka sasa? Katika kila kazi kuna faida, lakini katika maneno ni hasara. Na kuna watu ambao ni mabingwa wa kuzungumza, ni hasara. Lakini pia nilisema, na hapa nataka kujua marafiki ambao umewaweka. Mfalme aliweka Danieli kwenye maisha yake ya kifalme kwa ajili ya faida. Marafiki zako wewe, mashosti, wengine mnajuana, hata mko kwenye magroup, lakini hivi kweli wale ni kwa faida au ni kwa hasara? Ni kwa faida au ni kwa hasara? Kama ni kwa faida, mtukuze Mungu na uendelee kuweka watu kwenye maisha yako wa faida, lakini ondoa watu wa hasara kwenye maisha yako. Hasa vijana. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Na ni maombi yangu ujiombee. Kuna wengine wamejisokota na wewe kama ukoka, yaani wamejitandaza kama nyumba ya buibui kwenye maisha ya kwako, na si kwa namna ulivyo na walivyokushikilia, hata uwezi kutoka kwenye mikono yao. You need some prayer. Unahitaji maombi, na maombi haya ndiyo yale ambayo tunaomba jioni ya leo. Mungu akutenge na kila kitu ambacho kwa kweli ni marafiki wenye kukuletea hasara. Na walikuwepo hata wakati wa Ayubu. Ayubu akawaangalia marafiki zake waliomjilia, wakamwambia Ayubu, kufuru, bila shaka Mungu amekupiga hivyo. Akina Elifazi, Ayubu alisema neno moja, akasema, sasa nimejua kwa hakika ninyi ni wafariji wataabishaji.
ni wafariji, wataabishaji. Na mimi najua kwamba kwenye listi ya kwako una rafiki ambaye ukiwa kwenye position anakupenda. Ukipata shida anasema nilijua. Nilifahamu. Mimi silikuwa karibu naye. Nilijua tu. Nilijua tu hataenda mbali. Mkikutana, Bwana asifiwe mpendwa, tunakuombea, huduma yako ni njema, tunakutia moyo, bila shaka unafanya vizuri sana. Nilijua lazima hataanguka. Yule dogo nilijua. Lakini alikuwa rafiki yako, mlikuwa mnaomba pamoja. Mwambie Mungu amuondoage tu. Na ukubali atoke. Sio unaugua watu wakitoka kwenye maisha yako. Mtu akitoka katoe sadaka. Hayo makofi hayatoshi, mpigie Bwana vigelegele vya shangwe. Haleluya. Kabisa. Mtu wa hasara akitoka kwenye maisha yako, nenda kamshukuru Mungu, mwambie Mungu, walio wa kwetu watabaki na wasio wa kwetu watatoka. Hawatabaki, wataondoka. Ayubu akasema hawa ni wafariji wataabishaji, au wafariji wanaotaabisha. Na mimi nataka nikuambie, hivi wewe una marafiki au una wataabishaji? Mtu unayemkaribisha kuwa karibu na wewe lazima uangalie. Kuna wengine wamekuja na miungu yao, ni rafiki lakini mchawi. Hata yeye mwenyewe hajijui kama ni mchawi. Amebeba madhabahu ya kimiungu anayotembea nayo, na amepoison maisha yako. Ngoja nikuambie, nilimsaidia ndugu yangu mmoja tena kwenye madhabahu hii. Alikuwa na best friend wake, akipata tenda, ana kampuni kubwa sana, ni civil engineer. Akipata tenda kubwa kabisa anamshirikisha, ni rafiki yake, anamshirikisha. Yule jamaa yeye ana consultancy, yeye ni mambo ya mahesabu na nini. Kwa hiyo anamshirikisha, anamwambia bwana, mimi nimepata tenda, yani ikipasuka hii nimesha submit na nafuatilia, kuna uhakika wa kupata itenda. Akimwambia hayo maneno, kuna watu ambao masikio yao ni mauti na macho yao ni mauti. Wakisikia jambo lako linakufa, wakiona jambo lako linakufa, halitaisha. Sasa ametenda mara nyingi, kila akimwambia rafiki yake, akishasikia hiyo habari imeisha. Hatujui alikuwa anakwenda kuwapizia wapi, alikuwa na hawezi kujizuia, yuko very close na yeye. Sasa akaja mara hii ofisini kwa counseling, kwenye mentorship program, akanieleza jinsi ambavyo yani mpaka na mabarua mengine ameshapewa tenda, anaandikiwa barua, tumetengua several times, miaka kwa miaka. Nikamwambia bwana, nataka nikuulize swali moja, hivi mambo yako unamwambiaga nani? Kuna kitu tunachosema growth and silence. Wewe unajitahidi kutengeneza discipline, alafu kumbe rafiki yako yeye mwenyewe hapo ni loud speaker, ni microphone. Nikamwambia kuna mtu ambaye akikusikia jambo lako haliishi, hebu jaribu kunyamaza, au niambie ni nani. Akapiga hesabu, akaniambia bwana, mtu anayejua kila kitu changu ni fulani. Nikamwambia hebu mara hii usimwambie chochote. Ikatokea tenda moja ya kujenga airport moja, nchi moja hapo ya hizi Afrika ya Mashariki. Airport some billions, zaidi ya bilioni karibu 700, some billions. Akatenda ile tenda, akanyamaza kimya. Kitu cha ajabu, ametenda ile tenda na amepata kwa 100%, na akafanya ile kazi. Akarudi akaniambia, sasa mchungaji, nimejua si kila mtu. Kuna mtu ambaye akipita nyumbani unanyonyesha mtoto harogi, akimwangalia tu hivi wamama wanafahamu maziwa yanakata. Kuna mtu akipita kwenye boma, wa Masai wanajua, dada yangu Hamida akiza anafahamu, akipita kwenye boma akikuta ndama ananyonya, ndama anapasuka, huo moyo unapasuka, unaona damu zimetokea kwenye masikio, ndama ameanguka hapo amenyoosha, na maziwa kwenye boma yamekata. Kuna mtu akipita wakati unakamua, akiona maziwa hivi, hiyo habari imeisha. Mimi nilikuwa mchungaji wa Kariakoo, kuna mzee mmoja kule Kariakoo ambaye alikuwa akipita kwenye site, akiangalia gorofa linapasuka ufa. Oi.
Na wale wanaojenga kule Kariakoo lazima wamwahi kwa hela. Lazima umtulize kwa milioni kadhaa, alafu anapita anasema hamtapata ubaya, anapita pembeni. Akipita hivi nondo zinafumuka. Na ameangalia tu hivi kwa jicho. Sasa na kuombea kwa Mungu, kama una marafiki ambao ni hasara, Mungu awaondoe kwenye maisha ya kwako. Washindi wachache wangesema amina. Pigie Bwana makofi mengi, haleluya. Na hii siombi kirefu sana. Yaani leo naomba kistaarabu, taratibu. Naomba praise team mje hapa. Na ninaomba usimame mahali ulipo. Simama tu, simama mahali ulipo tafadhali. Na nataka kuomba kwa ajili ya watu wote. Lakini pia nataka kuomba vijana wafanyike kuwa faida na si hasara. Tunafanya interview ili kupata mtu atakayezalisha kwenye kampuni kwa faida. Na kuna watu ambao unasimama ukiangalia maisha yako unajiona kabisa unataka kureposition, you must reposition yourself. Unataka kujiweka kwenye nafasi ya faida na roho ya Danieli iwe pamoja na wewe. Hilo ni moja. 2, umeweka watu kwenye kampuni yako ambao wanazalisha kwa hasara. Wao wenyewe tu ni hasara. Muombe Mungu akupe akina Danieli na Mungu akupe akina Yusufu watakaozalisha katika kila uwekezaji unaowekeza kwenye maisha ya kwako. Sasa ninawataka vijana wachache ambao mioyo yao imebeba ndoto kubwa na wangetamani kufanya kwa faida kwenye maisha ya kwao. Wale ambao wamebeba ndoto kubwa na wangependa kufanya kwa faida. Tunapoabudu katika pambio hili, tunapoabudu tafadhali, au vijana wachache tu. Wengine wako Saudia, wengine wako Marekani, wengine wako China, na waombea pale pale walipo, usiogope. Lakini wachache waliobeba kitu. Najua nina vijana ninaowatengeneza na kuwazaa katika usharika huu ni watu wakubwa sana. Ni watu watakaoitikisa hii dunia, na waambieni sikuwahi kuzaa mapoza na sintazaa mapoza. Ninyi hamtafanyika kuwa hasara, lakini mtakuwa faida. Ukienda kwenye kampuni utang'ang'aniwa, si kwa sababu ya vyeti na makaratasi, kwa sababu una kitu kinachozalishwa kwa faida kwenye maisha ya kwako. Praise team wako wapi tena? Tupo hapa. Inua mikono yako juu, tunataka kuabudu katika korasi fupi. Yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi. Yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Yupo Baba, yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapomuomba asikia maombi yetu. Sikiaye maombi, ujibuye Baba, mwaminifu
juu, inua mikono yako juu, funga macho yako. Hebu rudia sala hii kwa imani. Sema, Bwana Yesu, wewe ni Mungu uliyewatumia vijana, ukaweka neema ya faida na wakawa vijana wa faida katika maisha yao. Huyo Yusufu akawa kijana wa faida, huyo Yakobo kwenye nyumba ya Laban akawa kijana wa faida, na huyo Daudi wakati wa Sauli akawa kijana wa faida, na Danieli wakati wa Dario akawa faida. Ninasimama hivi leo kwa damu ya Yesu, mimi ninatangaza kwenye madhabahu hii tangu leo, mimi sio hasara, lakini ni faida kwa damu ya Yesu. Chochote cha hasara, maroho ya hasara, maagano ya kipepo, maapizo ya kila namna, falaki na visomo, tabia zozote, kila haiba inayoleta hasara, inayonifanya kuwa mtu wa hasara, ninavunja hiyo laana na hiyo tabia na hiyo haiba kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tangu sasa ninatangaza katika ulimwengu wa mwili na katika ulimwengu wa roho, mimi ni faida, mimi ni faida. Baba, ikiwa kuna watu wowote wale waliojiingiza kwenye maisha yangu kwa asiri, ambao ni hasara, ni tanzi, ni mtego, ni mauti kwenye maisha yangu, tangu sasa ninafungua moyo wangu, hawa watu na watoke ndani yangu. Toka ndani yangu, toka kwenye maisha yangu, toka kwenye njia zangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaombea ndoto yangu, ninaombea na maono yangu. Mimi katika familia ninajitangaza hivi leo ni mtu wa faida. Kwenye familia hii mimi ni wa faida, kwenye taasisi mimi ni wa faida, kwenye nchi hii mimi ni wa faida, katika bara la Afrika mimi ni faida, na duniani kote mimi ni faida. Sitazaa mapoza, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu inua sauti yako kwa dakika chache, jiombee. Wewe unajijua, unajua na ndoto ulionayo, unajua na maono ulionayo, unajua kule kwenye kampuni yako watu wanaokusaidia. Usiwe kijiwe, kampuni yako isiwe kijiwe, biashara yako isiwe kijiwe. Sio mahali watu wanajificha, si mahali watu wanafanya kama meza ya kamari, katika jina la Yesu. Hebu inua sauti yako kwa upya, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu afanye njia, hao watu watoke, 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 watoke kwenye moyo wako, watoke kwenye maisha yako, watoke kwenye ndoa yako, watoke kwenye familia yako, watoke, watoke, watoke kwenye kampuni yako, watoke, watoke kwenye maisha yako, watoke kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa, watoke kwenye riziki ambazo Mungu amekupa, watoke kwenye fursa ambazo Mungu amekupa. Hebu toa hao watu ambao wameingia kwa siri na ni hasara, hao ndio walao, kwa jina la Yesu. Baba, ninasimama kwenye hii madhabahu, ninamwombea kila mmoja aliyeko hapa na mamia kwa maelfu ya wengi wanaoabudu nasi masafa ya mbali, mahali duniani kote. Baba, ninawaombea, ninaomba kwa ajili ya hawa wawekezaji wenye makampuni, wenye ofisi. Baba, ninakataa, hii ni ofisi ya baraka tulioitolea sadaka. Wengine wamekopa na wanadeni pamoja na riba. Baba, ninasimama kwenye hii madhabahu, ninatangaza kwenye hii kampuni, kwenye hii biashara, kwenye hii kazi, kwenye hii taasisi, hawa waliojiingiza, ambao wanafanya mahali hapa kuwa meza ya kamari, kuwa kijiwe, ninakataa. Tangu leo ninawatoa kwenye hii kampuni, nawatoa kwenye hii taasisi. Hamtakuwa mahali pa meza ya kamari. Hili si pango la wanyang'anyi, kwa jina la Yesu. Hamtakaa hapa kama pango la wanyang'anyi,
hatuna makazi ya mapango ya wanyang'anyi kwa jina la Yesu. Toka roho la unyang'anyi, roho la unyang'anyi kwenye hii biashara, kwenye hii kampuni, kwenye hii taasisi, kwenye nchi hii. Kila maroho ya unyang'anyi ambao wamefanya nchi kwa pango la wanyang'anyi, toka, toka, toka. Tunawatoa kwenye nafasi, tunawatoa kwenye viti, tunawatoa kwenye mahali mlipokaa. Tangu sasa mahali penu hapata wafahamu milele, mahali pako hapata kujua. Tunakutoa wewe mnyang'anyi unayefanya mahali hapa kwa pango la wanyang'anyi. Toka, achia kwa jina la Yesu. Hekima yako sio kitu, maarifa yako sio kitu, fahamu yako sio kitu. Mahali pako hapata kujua. Tunapindua meza, tunapindua viti. Yesu yule wa Nazareti aliyepindua meza, aliyepindua viti kule Jerusalem, aliyepindua akisema, nyumba yangu haitakuwa nyumba wala pango la wanyang'anyi, itakuwa nyumba ya sala. Ile nguvu ya kupindua meza, ile nguvu ya madhabahu, ile nguvu ya kikuhani, ile nguvu ya kichungaji, ni hiyo inapita. Ninaona meza zinazopinduliwa, ninaona viti vinavyopinduliwa, ninamwona Yesu na kikoto cha kambaa. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, hivyo ndivyo mnavyoondoka. Mahali penu hapata pajua milele, mahali pako hapata kujua. Nyumba ya Baba yangu haitafanyika pango la wanyang'anyi. Katika taasisi hii haitakuwa pango la wanyang'anyi. Katika kampuni hii haitakuwa pango la wanyang'anyi, kwa jina la Yesu. Baba, ninawaombea vijana hawa na wawe kama Daudi. Roho ya Daudi ije juu yao, roho ya Yusufu ije juu yao, neema ya Yakobo kule kwa Labani ije juu yao. Wafanye kuwa faida, Bwana, wafanye kuwa faida. Ninavunja vifungo vya hasara, roho la utasa na jangwa na ukame na ukaufu na kupoteza, kila roho nzito na uzembe wa kila namna. Baba, ninawaombea vijana hawa. Tangu sasa hawatakuwa hasara, lakini watakuwa faida. Kila watakachokifanya kwa faida, maisha yao faida. Ninaandika kwenye nyama na mifupa na mishipa na chembe za damu, faida. Wakikanyaga juu ya ardhi, faida. Wakitembea wakati wa giza, faida. Wakitembea wakati wa giza, faida. Na wakati wa nuru, faida. Ikiwa ni mchana au ni usiku, mahali popote wataenda. Baba, nimewaombea kwa maombi ya kichungaji. Hawa ni faida. Baba na mama wa vijana hawa, wazazi wa vijana hawa, watawajisifia vijana hawa, maana watakuwa faida katika familia. Katika jina la Yesu, nimewaombea watoto wako hawa na wale walioabudu nasi masafa ya mbali, mahali, na neema ya faida iwe juu yao, kama Danieli alivyokuwa faida kwa Dario, na hawa wakawe faida katika nchi, wakawe faida katika kanisa, wakawe faida katika bara la Afrika, wakawe faida. Na ninawatangaza kuwa faida katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Nione vijana walio faida, vijana wa faida, vijana wa faida, wanaosema mimi ni faida, wakimpigia Jehova na vigelegele vya shangwe na makofi na miruzi, watoto wa kiume wakimpigia Bwana na miruzi na shangwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Simama mahali ulipo, simama, simama tu. Nyie mlioko hapa mbele simameni, mbaki hivyo hivyo. Wale walioko kule nje kwenye viti, naomba msimame. Inamisha kichwa chako, tulia, niombe kwa ajili yako. Baba, asante kwa ajili ya watoto wako waliohudhuria ibada hii siku hii ya leo, katika ibada hii ya Friday prayer katika mlima huu mtakatifu. Na mimi niliye mchungaji na kuhani, ninawabariki watoto wako jioni ya leo. Tazama, kila mmoja ni faida wala si hasara, na kila atakalolifanya likafanikiwe. Baba yangu, nimewabariki watoto wako, na kwa namna ya kipekee
wote waliohudhuria katika ibada hii hapa na wale wanaoabudu nasi masafa ya mbali mahali duniani kote. Baba yangu mpenzi, usiku huu wa leo naziombea nyumba zao, naombea kazi za mikono yao, naombea maisha yao yote, ukayabariki. Asante kwa ajili ya dhabihu na sadaka na nadhiri tunazoleta madhabahuni pako. Baba yangu mpenzi, ninaomba uzikubali dhabihu na sadaka hizi tunazoleta kwa unyenyekevu mbele zako. Mungu Mwenyezi, utubarikie sisi na dhabihu na sadaka zetu, na uzipokee kwako mbinguni. Baba, wabariki vijana hawa wa Kiafrika. Ukumbuke neno lile ulilosema kwa kinywa cha nabii Isaya, ya kwamba utaibariki Afrika katika siku za mwisho. Na wewe ni mwaminifu kiwango cha kuaminiwa. Ikiwa uliruhusu ubaya, umaskini, machozi na aibu ikatupata, utaruhusu na baraka hii ikatupate. Ikiwa uliruhusu laana ikaipata Afrika, ruhusu na baraka hii iwapate. Na hawa vijana walioko mbele zangu, hawa ni wale umeweka kizazi cha baraka kilichobarikiwa. Kwa sababu hiyo wakawe faida, wakafanye kila kitu kwa faida, na kila walifanyalo likawafanikiwe. Baba, umenipa kuzaa katika huduma yangu ya kichungaji, na hawa ninawafunika na damu yako ya thamani. Wabariki sasa na daima, walinde mwilini, walinde rohoni, warithishe baraka hii ya Afrika, usiwaache wala usiwapungukie, katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina, amen. Inamisheni vichwa vyenu, pokeeni mbaraka wa Bwana. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Bwana akuinulie uso wake, akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi, uingiapo na utokapo, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Watu